Karibuni sana wanahabari. Kwa majina mimi naitwa Hussein Kipindura, ni meneja uwanja wa KMC. Nipo hapa kwa ajili ya kuwahabarisha kuhusiana na mechi ya tarehe 21 ambayo itahusisha niseme marafiki sijui mahasimu wawili, mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Sisi kama management ya uwanja tuko tayari kuwahudumia, na kwa niaba ya mkurugenzi wa Manispaa ya Kinondoni tumejiandaa vizuri na miundombinu yote ya uwanja iko sawa, iko salama. Kikubwa ni kuwakaribisha mashabiki wa hizi timu mbili waje kuwaona wanachama wao wakisakata kabumbu hapa katika uwanja KMC Complex. Hatuna kubwa la zaidi ya kuwakaribisha sana na kuwaomba wahudhurie kwa wingi, maana tu katika kipindi cha likizo kama wenyewe wanavyosema, na burudani iliyokuwepo ni burudani ya soka, na siku ya Jumapili kutakuwa na burudani hiyo ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo wakaribie sana katika uwanja KMC Complex. Sisi kama wasimamizi wa uwanja tumejiandaa vizuri kama nilivyosema. Tunajua ukubwa wa hizi timu, kwa maana Simba na Yanga ni timu kubwa, zina fans wengi, zina mashabiki wengi na zitabeba watu wengi pia. Kwa hiyo kwa maandalizi yote generali, usalama, miundombinu yote yako sawa. Kikubwa tu wao wahudhurie kwa wingi, na kuhusiana na issue ya viingilio kama ni bure au si bure, uzuri wasimamizi wa hizo mechi hapa wapo wawili. Kwa wao watawathibitishia nini wamepanga kuhusiana na viingilio, maana utaratibu upi wameuweka ili mashabiki wao waweze kuingia kwa nafasi uwanjani. Mechi bila shaka ni saa 10. Ikitokea muda ukazidi kwenda na ikahitaji mwanga, na unahakikishia kwamba mwanga kwa sababu sasa hivi uko itawezekana? Kwa upande wa mwanga hatujaanza kutumia bado, na kwa sababu mechi ni saa 10, nadhani hawa wote tunawazungumzia hapa ni wasemaji wa klabu kubwa ambazo zinajua taratibu za soka zinavyoendeshwa. Ikiwa kickoff saa 10 inamaanisha by saa 11:15 au 11:30 mechi imeshaisha. Kwa hiyo nadhani wao sasa watahamasika au wataelezana kufuata taratibu wote wa mechi ili mechi ianze saa 10 kamili na mechi iishe kwa wakati, kwa sababu hatuna mwanga kwa sasa bado. Tayari jamani, Ndugu waandishi wa habari, tupo kwenye mwendelezo wa kufanya hamasa na kutoa taarifa kwa mashabiki wa timu za Simba na Yanga kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 21, mechi ya kirafiki baina ya mashabiki wa Simba na Yanga ambao watapigwa hapa katika uwanja wa KMC. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana ya kuja kuthibitisha na kupokea uwanja wa KMC kwamba ndio uwanja utakaotumika katika mchezo wetu huo. Jana tuliwatangazia kwamba tutatumia uwanja huu wa KMC, lakini kuamini ndio kuona. Kwa hiyo tumefika hapa kwa ajili ya kuja kuwathibitishia mashabiki wa timu hizi mbili ya kwamba ni kweli mechi yetu itakuwa hapa, na kama ambavyo tumemsikia meneja wa uwanja huu wa KMC ya kwamba maandalizi yao yote kwa upande wao yameshakamilika. Kinachosubiriwa ni mashabiki tu kuja uwanjani na kuja kuwapa raha mashabiki wenzao ambao watakuwa majukwaani. Kila kitu kinakwenda vizuri, na sisi kwa upande wetu Simba Sports Club maandalizi yanakwenda vizuri na kila kitu kiko sawa sawa. Nitumie nafasi hii tena kwa sio nitumie, siongee Kimakonde hapa, nitumie. Wewe umesema Kimakonde? Sio ulikuwa na chat? Afu tuheshimiane, unajua jamaa ameniletea shida. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida zangu uwezo kuniambia mimi natazama mademu kwenye. Na ilikuwa ni kweli? Sio kweli. Comrade bwana. Sio kweli. Eti katoa mlio. Huyu mjinga kabisa. Haitakusaidia. Nyoka, umri unaenda huo baba. Wapi unaenda? Unaenda wapi? Mpunga unainama huo. Bado. Nyoka mjinga. Shida ngapi sasa hivi rafiki yangu? Shida ngapi? Sasa nataka tushindane baba yako mzee vile afu wewe kijana hivyo baba. Alichelewa? Alichelewa. Mimi shaka nipo kwenye shida ngapi ujue sasa hivi? Shida ngapi wapi? 28. Kweli? Basi huo unaniamkia tukikutana. Sawa. Safi. Tuanza. Ni tukikutana, leo tushakutana. Ndio tumekutana, anza sasa. Tukikutana, sio tushakutana tayari? Na usiona nitania kwa sababu mimi ni mtu mzima. Watu wazima wataniwe? Sawa. Sawa mtu mzima. Safi.
Kwa ndugu zangu ni mashabiki wa Simba na Yanga, jambo hili ni la kwenu ninyi. Sisi tunafanya kila tunachoweza kufanya kuhakikisha kwamba tunawakutanisha pamoja, tunafurahi kwa pamoja, tunacheza mechi hii, tunatoa burudani kwa pamoja, mambo mengine yanaendelea. Na kwa upande wetu maandalizi yamekwisha anza. Hapa napozungumza nanyi nimetoka Bagamoyo kwa ajili ya kuweka sishtuke kaka. Sisi tumedhamiria ubaya kweli, kwa hiyo maandalizi yameshaanza na mechi yetu hii, maandalizi ya kiwanjani yatakuwa ni madogo mno, maandalizi ya nje yatakuwa makubwa sana. Yale ya kambi ya Sinza. Na ushafanya booking ya hotel? Mimi Sky Sinza, sisi tumetoka jana. Okay. Sky Sinza mimi. Aha. Sawa. Kwa hiyo bwana, sisi maandalizi yetu yanakwenda vizuri. Huyu Bagamoyo mlimfuata ndio mnamtumia kote kote. Huyu ni special. Mpya. Huyu mpya ndio mnamtesti. Na kasema ni peni hiyo. Unajuaga zile? Kondo tunaanza naye sasa. Sawa. Kwa tutakayoona hapa ndio ambayo atakwenda kureflect huko mbeleni. Kwa hiyo ndugu zanguni, mashabiki wa Simba na Yanga, chonde chonde, jambo hili ni letu sote. Tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo, hakuna kiingilio. Utakapoingia uwanjani utachagua sehemu ya kukaa na kusubiri burudani. Lakini kawaida ya Simba na Yanga inafahamika, kila mtu anakuaga na upande wake. Kwa hiyo upande wa huu ni upande wa Yanga na upande huu ni upande wa Simba. Kwa hiyo tunategemea majukwaa. Kuweza kwa location kwa sababu watu wakiangalia hawajui huko na huko Mgereza. Wanaelewa. Huko kaskazini au upande wa ukiwa unatokea upande wa chuo hichi. Yaani kwa mfano ukiwa unatokea TRA. Ukiingilia huku ni upande wa Yanga. Yes. Tokea sasa huku na Kiete huku Makumbusho ndio? Barabara Bagamoyo Road. Ukiingilia huku ni upande wetu Simba Sports Club. Na watu wetu wa Ngoma watakaa eneo lao pale kwa ajili bana, muhimu sana na niziwepo zile. Watu wanabidi wafurahie kweli kweli. Kwa hiyo maandalizi bana nakwenda vizuri, kilichobaki ni wana Simba pamoja na wana Yanga kuja kwa wingi kuja kuhanikiza jambo hili. Karibu. Masuye mengi kaka. Sobezi. Wasanga. Hapana sasa. Sio basi saidia kidogo. Yapo mapigo lakini sio ya kwenye viti. Kwenye utai ndo mnafanyaga kweli nyinyi. Naweza nikakupiga na hewa tu. Hewa tu. Ndio mtu Bagamoyo. Si ndio mtu mpya. Usiogope. Sawa. Ndugu zangu waandishi wa habari, jambo moja ambalo linatuumiza kichwa mpaka sasa hivi ni nani atakuwa muamuzi wakati wa mechi yetu. La tu disturb kidogo, lakini tushawasiliana na mamlaka. Sisi hatutaki refa tumjue siku ya mechi. Tunataka tumjue mapema. Ili kama kuna taratibu nyingine ziendelee mapema. Ndio masuala ya kumjua refa wa mechi saa 6 mchana itatusumbua kidogo. Nataka tumjue mapema. Kwa hiyo tumewasiliana na mamlaka kwa maana ya TFF. Tunaomba siku ya kesho inshallah tutangaziwe muamuzi wetu wa mechi ya mashabiki wa Yanga na Simba siku ya Jumapili hapa KMC. Tulikuwa tuna request nyingi na nilifuma message nyingi za baadhi ya watu. Wengine tuko nao hapa wakipendekeza waamuzi wanaowataka kwenye mechi. Lakini tumepambana, tumetaka haki isimamiwe. Aje mtu ambaye atakuja kuridhisha mioyo ya watu wote watakokuwa humu ndani. Kwa hiyo kesho naamini inshallah tutapata jina la center referee ambaye atachezesha mechi yetu ya Jumapili. Nichukue fursa hii kuwashukuru sana wasimamizi wote wa uwanja wa KMC. Tumetembelea hapa, tumeona maandalizi yako vizuri. Kila kitu kiko sawa na watu hawa wanatusubiri kwa bashasha. Tuje siku ya Jumapili hapa tuje tuenjoy. Capacity ya uwanja inatosha kabisa kuja kupata burudani. Na hii saa 10 ni muda ambao mechi inaanza. Lakini shughuli za kiburudani zitaanza mapema. Mpaka sasa hivi tunawasaidia tumependekeza wawili Pendekeza nani yule? Mama Amina na nani?
na nani yule Kingamuzi. Na nimwambie Kingamuzi na Maamina, kama wanasubiri tuwapigie simu watasubiri kwa muda mrefu sana. Hii tangazo tunalotoa hapa ndio mwaliko wenyewe. Wanatakiwa waje siku ya Jumapili Kingamuzi na yani hao ndio wasanii pekee ambao wamepitishwa. Kingamuzi na Mama Amina. Jambo la burudani. Na wale watu tunawatoa burudani. Tunataka waje hapa. Kwa hiyo maswala nyingine ni kama tunavyozungumza hapa. Sije ikawa sijui kuna nini huko anasubiri simu hamna. Sisi Simba na Yanga tumekualika uje utugee burudani. Kwa hiyo tutategemea Mama Amina na Kingamuzi tutakuwa nao hapa siku ya Jumapili kwa ajili ya kutugea burudani ya uhakika. Timu yangu mimi inaendelea vizuri. Timu yangu inaendelea vizuri na sisi hatuna haja ya kwenda Bagamoyo. Sisi hatuna haja ya kuzuru kwa sababu sisi njia tunaijua. Njia tunafanyaje? Tunaijua. Kama ile senior team sisi huwa ndo tunaiandaa, tunaishughulikia na tunapata furaha. Je, kujishughulikia wenyewe tushindwe? Yaani kujiandalia tu wenyewe pishi letu tushindwe? Haiwezekani. Kwa mimi naamini matawi yote ya Yanga yanajiandaa vizuri na tutakuja hapa kupata matokeo mazuri. Unajua wanataka kufanya nini watu wa Yanga? Waitaka nyie msije kabisa. Uwanjani. Yaani mpigwe fataki. Mvurugane msije tuwe wenyewe. Lakini nikamwambia hapana. Nikamwambia hapana kwa sababu tunataka tupate burudani, hawa tukawashonee kwenye pitch. Waruhusuni waje. Timu ya kutufunga hamna. Sisi tuna timu ya kuchukua ubingwa hapa. Tena nimekumbuka. Zawadi ni kombe. Kuna kombe, kuna medali. Kuna kombe au rakaela? Tupate kama ng'ombe hivi au mbuzi. Badili imekwama ni mtafuta mnyama hapa. Tutamnyama kupitia mechi kaka. Ina raha yake sana. Tupate ng'ombe. Unajua kombe hili kila mtu anapewa kombe. Lakini kwa na mnyama wako hapa ametulia. Kesho yake. Sasa shida je mnamkawe Badili tarehe 22. Si tukishachukua ubingwa. Huyo ni kwa ajili ya mishikaki jioni yake baada ya Badili. Hakuna sawa Badili hivi viongozi mmelipitisha fresh. Mimi sio kiongozi hapa, mimi ni msemaji wa timu ya mashabiki. Okay. Usichanganye. Safi, umeruka. Nilikujaza kidogo umeruka. Umeshtukia mtego safi. Kwa hiyo bwana hili jambo la ng'ombe hili si nafikiri tuombe wadau ambao wanatazama. Tupata ng'ombe hata wawili. Au mbuzi. Pate mbuzi. Kati ya kombe la ng'ombe na kombe la mbuzi ipi inanoga sana? Mbuzi ni ng'ombe kubwa. Ng'ombe kubwa. Ila kombe la mbuzi maarufu. Kwa sababu si yako mengi. Kombe la mbuzi ni maarufu, lakini ng'ombe inakuwa kubwa. Na kwa jinsi tulivyo pate ng'ombe. Pate ng'ombe. Watu wakina kula nyama wa enjoy. Kwa hiyo tunaomba jamani wadau. Na wadau sio kama uwe na hela. Uenda una zizi una ng'ombe tupe ng'ombe. Sio lazima mdau tunakupiga kelele hapo ukafikiri ni mwenye hela. Ukiwa na hela fresh tununulie. Lakini kama hata una zizi sema lakini bwana anaweza akaleta mtu ng'ombe wa kwenu akatuwekea vitu vyenu huko ndani, ndio mashaka hayo. Akileta wa kwetu kwa sababu sisi ndio tunachukua kombe. Yaani sisi watu wa Yanga tunataka kupata mashaka mambo yenyewe Bagamoyo. Mkatoka afu wewe lazima uitoa wapi? Mbona ghafla umetaja mbuzi na ng'ombe? Mbona kama nimeshtuka? Maana ghafla maana Bagamoyo sasa hivi mmekuja wazo la ng'ombe. Sije kama mshaandaa ng'ombe wenu. Tuje tule hapa ndo mpitishie huko mambo yenu. Bana ng'ombe hamna. Niwaambie tu ndugu zangu wana Yanga ng'ombe hamna wala mbuzi. Tafute tu kibunda. Kuwe na hela. Yaani kuna bingwa wa kombe, kuwe na medali zile na bingwa apewe hela. Milioni kadhaa hivi watu wakaenjoy wafurahi. Kwa hiyo mtachagua kama yule mtapata mtanunua ng'ombe sawa. Lakini mtego nimeushtukia. Kumbe ngoga kaka ushaanza Bagamoyo na nini tena na nini. Na kesho nina safari ya Kisiju. Kesho Kisiju. Hapo huyu muamini. Au unajaza? Usta kaka. Au unaongeza watu? Nataka nikufanye vibaya hapa. Sawa, haina shida ndugu yangu. Kaka uwanja mzuri huu. Uwanja ndio tukanyage. Just imagine shabiki wa kawaida anatumia KMC. Imagine. Inabidi hapa tukubaliane kitu. Sawa. Huko ule pale. Ama ifue kipo. Wewe moja. Yanga kweli? Sio penalti za ufunguzi ya viongozi ukaruka huku, ukaruka huku. Mbona mbali? Kaanza mbona mbali? Daka serious. Yaani daka kweli, yaani mtemke haifu kweli. Mbali. Basi sogezee mbali mstari. Sawa. Mtemke haifu kweli Yeremia. Mbali.
Kwa unamsemesha sasa Ali muache. Juu. Hey! Ah! Napiga mbali. Wewe acha kapepe sasa nataka kweli hiyo. Kuna 20,000 hapa. 20,000. Ushaanza kuonga kaka. Ah, motivation. 20,000. Dai. Dai. Kazi umefanya. Au unagawana au wewe. Jomo kote. Unayo. Kaka mpe sasa. Sasa hivi. Kwenye simu. Sio sisi tutakwenda simu. Jomo kote ndugu yangu. 10 yangu 10 yangu. Wewe si mchanga mwenzangu. Sasa. Uko. Amia kwangu 20. Kwa lazima tu 20. Alitoka mimi sina tosha. Niona bwana? Yes. Tia hivyo. Wewe mkoa mmoja na mimi kaka. Sema uwahi kuitoa ukishironi. Nairudisha. Rudisha mama. Yes. Bwana meneja. Naam kaka. Shukrani sana. Bana tuko pamoja. Tuko pamoja. Bila kuwasiliana. Kama kwa tu maandalizi haya vizuri kwenye upande upo wa waamuzi na mimi niteka sawa. Kesho tunatangaza waamuzi. Kesho. Umenipa. Sasa Jumaa ngapi ile? Jumamosi kuja mtu hapa kwa ajili ya kukagua na kufunga sound ya maana. Ndio comedy. Nataka tufunge muziki hapa wa maana. Ndio kia kwanza. Haina haja kusubiri refa kaka. Na kama ikiwezekana kila mtu akae upande huo huo mechi mwisho. Hicho ndio niseme. Sisi mechi yetu ina sheria tofauti kidogo. Ama swala sisi tunaanzia goli letu la wana Yanga wapo huku. Alafu kipindi cha pili kipa yetu anaenda kupigwa zongo kutonya Bagamoyo. Tutaomba mwamuzi mechi yetu isiwe na kubadilishana. Kipa aje Kobisi. Usitupangie. Tuna kipa mwanachama wa tawi la Unbeaten. Kobisi sisi shabiki wa Yanga. Mbona mnatangauza goli moja? Basi na nyewe kwa daki JB. JB sio Nyanda. Adake tu. JB Sianze na huku JB aanze. Sawa. Au ikishindikana aanze Ankozala. Upige mbali. Ankozala. JB sawa. JB sawa. Tukubaliane JB na Kobisi. Hilo mimi nitalipitisha tukishawaona hapa. Maana nakujua wewe. Nitalipitisha wakisha kuwa wamefika wote hapa. Ndio Kobisi ataanza na JB ataanza. Tofauti na hapo tujiandae. Basi tuwapigie simu. Tuwapigie simu Wewe namba JB unayo? Nayo. Tuangie. Wewe ndafuta namba Kobisi hapa nimpigie. Kobisi unaongea gani nini mzangu mpaka namba yake umesave? Au ni kwa kuwa ni shabiki tu Sisi tuna tawi la Yanga celebrity. Tawi la watu maarufu. Naye anaingia huko. Anaingia huko. Basa. Hawa kina JB kila siku watulalamikia sisi nyama wajali. Wanasemaje? Amewajali. Sisi wasanii wetu hawana njaa kaka. Kwani si hawana njaa? Kaka. Nakwambia. Unaomba namba au una search? Anatafuta namba yake naitafuta kaka. Ujui umemsave vipi? Jacob Steve. Au hawezi kupokea. Haipati. Ngoja nipige kawaida. Tuko nampigia ile official. WhatsApp ni official Tadaka JB Kwa kidaka JB pale. Namba 2 anakuza Ankozala. Ankozala. JB yuko nchini ni. Kakublock huyo. Hamwajali? Hapana. Wanalalamika. Sasa nimpigie Kobisi mtaalamu. Kobisi Sasa kitaalamu bidii utoe loudspeaker. Afu ongee naye sababu unajua tuna mazungumzo yetu. Wewe mpigie Ankozala, tafuta backup. Zala hapana. Zala. Ndugu yangu. Unaweza kana Zala hapana. Zala hapa. Wewe Zala bora kutsua na kipa. Inasumbua nipigie. Mpigie kawaida. Mtandao. Kobisi na internet wapi na wapi bana? Sasa kumtia nani tu majaribuni. Gabless na Taifa.
Pigia Anko Zala. Anaweza akafanya mazoezi. Atafanya mazoezi atakuwa sawa. Zala hapana, tafutie mwingine. Au Hamisi. Kipa anatafuta mimi? Hamisi wa Yanga, Hamisi sekta. Nitafuta kipa mimi? Kama ni Zala, wewe unachukua Hamisi. Uko hujaipata hiyo kodi? Kama mimi adake Zala na wewe adake Anko Hamisi. Hiyo safi. Sasa anze Kobisi. Bwana ndugu yangu vipi? Mambo anasemaje? Kwema kaka? Na kusikia kaka, kwema? Sio Zaka. Kabisa. Nakusikia kaka, kwema? Kaka kwema? Sawa, niko bwana hapa na waandishi wa habari hapa. Kamwe. Kweli shida mtandao. Huyu sio Zaka. Ita tu Kobisi usite kaka. Ili kaka ni Zaka. Kobisi. Naam kaka. Ali. Nakusikia. Ngoja hebu nikupigie tena. Bwana huyu ndio pesa taifa bwana. Ni kweli lakini sasa hatusikilizani. Unasemaje huyu ndio pesa taifa sio Zaka za kazi? Huyu ana makuzi huyu, unaona ana makuzi. Sawa kaka. Mule Muelewa Kwa hiyo hapa anampa ujumbe Zaka watu tunamsimanga. Unaona sasa? Mnamtaka sana Zaka. Mimi nienda labori. Sasa mule. Huyo kachagua mwenyewe huyo. Huyo kachagua mwenyewe. Niko na waandishi hapa wanakuuliza mechi ya Jumapili uko tayari kuja kudaka? Kaka mimi niko golini. Basi. Kipa wenu wenyewe huyo. Umetoka mazoezini? Basi kipa wenu wenyewe tusipangiane. Mimi niko kwenye mechi kaka, haina shida. Anazima. Haya kaka, asante. Nimsalimie kidogo Mwambie nani. Huyu hapa. Niko golini. Anasema usiingie mchecheto. Kobisi. Naam kaka. Ahmed Ali hapa. Najua kiongozi wako. Vizuri. Nitafurahi sana ukidaka kaka. Kaka mnakuja na sifungwi. Na nikuhakikishie tu. Kuja na sifungwi. Nikuhakikishie tu nimekupigania udake kaka. Kaka milipo. Ubingwa wangu nao wewe. Ali. Mwambie kabisa Mediali, nyanda wa boli nipo, nyanda wa taifa. Nyanda wa taifa, sawa kaka. Basi sasa nitalichukua hili kama pendekezo kwa kocha. Ameshapita huyo. Ameshapita huyo. Basi sawa. Lakini kwa nimpigie jibu, kwani jibu hapatikani? Atawasaidia. Sijui, inawezekana yuko nje. Unajua tena Christmas na nini? Nzala vipi? Nzala apigie. Nzala namba yake sina. Mwenye namba yake anipe hapa. Zala anaruhusiwa kumiliki simu kweli umri ule? Miaka 24 kaka. Ana 24? 24 anaruhusiwa. Nimepita miaka 4. Hii hapa nambari. Itaje hapo? Hamna mwingine yeye. 06. Huyo ni mzuri. Au Gabo dada. Nzala huko Hamisi. Hii hapa Ahmed. 07 06. Unajua Nzala akikimbia afa akichomoka hivi ni kama risasi. 54 84 69 69 40. 40. Nasi patikana tu kama JB. Ili niwe huru kuchagua. Kwa hiyo huyu kapita Kobisi. Amepita. Mwenye kajiita nyanda wa boli. Nyanda wa taifa Kobisi. Mungu tusaidie. Akiamka na homa kidogo sio mbaya. Asiumwe sana. Sisi tutampigania huyo. Nzala anapovivi. Shipokee. Namba moja hiyo. Zala ana maisha ya kutopokeana kwa mpira. Milioni moja sasa hivi anakwenda international. Kasema anakwenda international afanya content ya ongei. Kama nini? Kama Mr. Bean. Kama Mr. Bean. Zala jamaa. Watu wako unaishi nao vipi kaka? Afadhali. Mimi dua yangu asipokee simu sababu simtaki adake. Japo kwa mipango yangu mimi ni voice set sawa sawa. Hata golini kukiwa hakuna mtu. Unashinda. Nifunge. Bana Nzala apokee automatic amekuwa disqualified. Automatic. Kwa huko kwako amepita Kobisi. Huku tumependekeza Kobisi. Ni mapendekezo. Unambagua. Twende kwenye utaratibu. Mzalamu naye wazo zuri. Mimi nitaanzia goli hili. Na utamalizia huko huko. Na utamalizia huko huko. Hakuna kubadilishana upande. Hakuna kubadilishana sijui referee kifika half time. Sasa shehe watu wameenda Bagamoyo kipa anaweza kaenda pale ukashangaa haelewelewi. Usipate tabu utakapochimbia ndo hapo. Tunakuja mapumziko tu tunarudia pale pale. Hii nafikiri tutawaambia wasimamizi wa mchezo. Kwamba iende. Na mechi pia itakuwa live.
Mipango tayari ya live vizuri mipango, kwa hiyo itakuwa live. Nategemea sana matokeo. Sababu unaweza kukatishwa. Cheza kukatishwa muda wote. Mimi nitazima siku hiyo, sijajua wewe sasa confession yako. Cheza? Mimi nitacheza. Utacheza. Dada hata kumi basi kidogo watu waone kama kweli zimo mali. Ndio una akili kabisa. Dada na 10 tu? 10 tu, usipige nyingi sana. 10 tu, yani usipige nyingi sana. 10. Dada anajua. Au sio vitu vyake? Dada sio kujua boli. Lakini inaonyesha kwamba yaliomo yamo ama la. Football ya Mbangile hii. Jamaa anaanza kuichambua. Ya kugugu. Upande wa Ball Boys nani kwenye Ball Boys tutatoa wapi? Upande Ball Boys ni kazi ya halmashauri. Bwana tunaomba mmiliki wa uwanja tafuta boy. Sio upande wote. Maana mtu akaa nyuma wakombe ndio mipango ya Bagamoyo. Kwa hiyo halmashauri atuletee Ball Boys. Sawa. Mimi hata refa. Ukisema akae mzee Goma hapo. Mimi nakufunga tu. Okay. Basi tulipitishe. Tukubaliana, maana tuko na waandishi hapa. Kama Yanga tuje na refa wetu. Tulipitishe tu. Sawa. Lakini mechi inaweza siishe. Umeshtuka? Okay, bismillah. Dada unaanza hivi? Ndio tunachukua mpira. Twende. 13. Football watu wanainua mpira. Zinedine Zidane Zizo. Ziko stari nyingi za dada. Mwamba wa muda wote. Waonyeshe hapo wa media. Unataka za miguu yote miwili au mguu mmoja? Ufundi wako tu hapo. Hapo freestyle tunakuachia wewe. Fanya unachotaka. Fundi wa muda wote. Zizo. Zinedine Zidane. Hebu mzungushie ya nyuma hivi unafanyaga. Au utakuwa kocha? Lazima hapa. Tuendelee. Na mpira wenyewe sio mzuri sana. Una rangi nyingi. Au kiatu sio chake. Na kiatu pia Mwenyekiti unataka kuonyesha kidogo? Mbele kiasi akasema uwanja pia na bana poa. Bwana tunashukuru. Na watu wako watakaa huko. Timu zitakaa huko, mashabiki wanakaa huko. Waambie kabisa upande wenu ni upi. Na nyinyi mashabiki wenu. Sitaki kuchanganya rangi hapa kama dadala Gongo la Mboto. Sisi kwetu Yanga huko kulia, Simba tutakaa upande. Sisi kwetu kutoka pale eneo lile pale ni kijana na njaa. Ili huko kwao hapo huko kwetu sisi. Kundi langu la ngoma nataka nikupigie ngoma sio mpaka faida anakuja. Nitakaa pale. Wapi? Hapa. Ile kuna ile moja mnapiga ile mmemaliza si Wema mmebakisha ubaya. Wema tumeumaliza umebaki ubaya. Unajua nyimbo zao zinaendana na matokeo. Wakipataje ushindi ndio inakuja kama hivyo. Kama Wema umeisha umekuja ubaya. Wakianza kuwekwa inakuwa tuachei na Simba yetu. Inategemea tu na mood. Kwa sisi tunawakaribisha. Yaani sasa tu tuacheni na Simba yetu sasa ujue tayari. Wanaanza kujikekea ngao kama siingilie mtu huko. Wakishaanza kuweka tukambele huyu baya si na nini na nini. Kwa sisi tunawaambia njoo na nyimbo zote Jumapili waje nazo. Sisi tutawachagulia ipi itasikika hapa. Maana leo sasa hivi hawa wana vipaji. Kwa mara ya kwanza nimeshuhudia juzi chukua dongo mbili mashabiki wametoka wapiga ngoma pale. Washakuwa sugu. Yaani wewe kwa binadamu mtu ukaumia mpaka unakuwa sugu. Yaani hakuna kinatumia tena. Kuumia unazungumzia wapi? Tukumbushane tena mechi moja. Tukumbushe kaka hii tena. Umesahau? Mechi moja tu. Bengedei. Yaani umesahau? Mechi moja tu. Mbona umekuta sare? Yaani umesahau? Mechi moja tu inakunyima nani? Jaffe Kitambala huyo. Bora. Huyo Jaffe Kitambala ana style mbili za kushangilia. Aliwapiga kwanza hivi ile, alafu baadaye akapiga hivi. Yaani wanawaaga hiyo. Ile mmenyasika ile. Ya kawaida. Mimi bwana, yani kama walikuwa wamejiandaa kwamba tukiweka ya kwanza tunapiga mbizi kidogo. Tukishawapiga ya pili tunakafu, wakawa wanawaaga hivi. Bye bye tena. Mimi wallahi billahi kaka hiyo aishtui. Simshazoea. Au komavu. Au mndo mmezoea. Komavu. Ndio mmezoea kaka. Katika fani. Mmezoea. Sisi kwa mfano sisi tunapata mara 6 kwenu. Haiwezi kashtua tena. Usijimalize sana. Nini unasema? Usijimalize sana. Utafanyaje? Hii Simba mpya. Ipi yani?
hii utakokutana nao safari hii? Shabiki au ipi? Zote. Ipi? Zote. Yaani mpya ipi? Hii utakokutana nao safari hii. Sasa unajua wakati moja kati ya clip yako naipenda ulivyokuwa unamzungumzia yule bwana wa tattoo. Mbona siku airport pale. Nikasikiliza juzi. Ukimaliza hapa mzungumzie na bwana Romain Folz. Kaomba kazi. Mimi niambia kaomba kazi meneja. Atawasaidia yule. Hapa. Uko vizuri mno. Nyinyi Romain Folz. Kulikuwa tu muda. Nyinyi hamtaki watu wenye akili. Kaka, mimi niambia yule mpeni nafasi. Romain Folz sio tani. Romain Folz quality yake. Unaharibu story, acha ujinga. Unaharibu story. Lakini angewasaidia. Wataenda kutumia hiyo hawa. Basi. Eh. Jumapili. Sio Jumapili. Iko sahihi.